Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amali uliko nitakusii kwa makini tunapoenda kumsifu Mungu pamoja, tunapoenda kwa ibada, tunapoenda kumwabudu na kumsifu Mungu, tunapomwambia Mungu ni wewe unastahili, Mungu ni wewe unatosha. Nitakusii hapo keti, relax na usikize ukaweze kubarikiwa pamoja na sisi. Haleluya. Tutaweza kuamini na tuombe. Funga macho, tuombe pamoja. Baba Mungu, tunasema ni asante kwa ajili ya Jumapili ya baraka, Jumapili nyingine ambayo umetuonesha yenye maana, yenye manufaa, yenye kuinuliwa na kubarikiwa. Asante kwa kutupatia siku ya leo. Umeifanya kuwa ya baraka kwetu. Tumeiona Masia na familia zetu. Masia, asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako. Jehova, tunakabidhi neema yako ikaweze kuwa pamoja nasi katika hii program, katika ibada. Masia, wacha ukaweze kujitukuza, wacha ukaweze kuonekana. Masia, ukajitukuze kiajabu tunapokuimbia, tunapokuabudu. Neno lako linaposhuka, wacha ukajitukuze, wacha ukaweze kufungua watu waliofungwa, wacha ukaweze kuponya wagonjwa, wacha ukaweze kutenda mema na miujiza, ishara za ajabu zifanyike. Tunapokuabudu, tunapokusifu, wacha ukaweze kutembea. Asante kwa maana utakuwa pamoja na sisi, utakuwa pamoja na mama ambaye anatusikiza, utakuwa pamoja na baba ambaye anatusikiza, utakuwa pamoja na kila mmoja wetu ambaye anatusikiza. Asante kwa maana tunapokuabudu utashuka na kufungua na kutenda miujiza. Kupitia jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Watu tunapoenda kumsifu Bwana. Haleluya. Amen. Tutakuzishangilia Bwana kwa vigelegele. Haleluya. Vigelegele, vigelegele. Haleluya. Weka mikono pamoja tunapomsifu Mungu. One more
Ninataka kuwasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Ni Jumapili njema ambayo Bwana ametupatia tena. Hata ingawaje mambo bado yanazidi kuwa magumu, watangazaji wa afya wanasema virusi vinaongezeka. Itutishe kwamba tusikose matumaini ya kukutana tena, lakini tunaye Mungu wetu ambaye tunajua yuko upande wetu, na Mungu akija haji kuchukua upande wa mtu yoyote, wala ni serikali wala ni nini, lakini yeye anakuja kutawala, kumiliki. Najua nyakati ngumu kama hizi Bwana yuko pamoja nasi na tunaenda kupata afueni. Basi asubuhi ya leo tunataka tukuletee neno la Mungu katika mtandao. Mtazamaji wangu popote ulipo, ninajua umekuwa mwaminifu kufuatilia jumbe hizi, zimekubariki. Na mara tena nataka nikukaribishe kwa jumbe ingine ambayo itakusongeza mbele katika kumjua Bwana zaidi. Tumekuwa tukiongea tangu last week habari za vita vya kiroho katika ukombozi, nikifananisha na vile wana wa Israeli walipotolewa Misri. Ilichukua vita ndio ukombozi wao ukapatikana. Na kwa sababu maisha ya Ukristo inafanana sana na safari ya Misri hadi Kanaani, ni vizuri kwa kila Mkristo aelewe mambo inayomhusu ukombozi wake, ndio aweze kujipigania pale alipo, akisaidiwa na Yesu na Roho Mtakatifu. Ndio maana tukaanza somo hili na tukalitanguliza wiki iliyopita, na sasa tunataka tusonge mbele tukipiga hatua. Na ninataka nisome Petero wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 kwa kuanza. Na kabla nisome maandiko, ningekuuliza tafadhali ungana nami uweze kulibariki neno asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, libariki neno lako. Asante kwa mtazamaji wangu ambaye ametamani sana kusikia neno lako na ametegemea mtandao huu, abarikiwe. Naomba baraka zako, na wakati huu akatulie pale nyumbani, afuatilie neno hili, liwe la baraka, likamfungue macho na kumsaidia katika imani ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Mstari wa 8 wa Petero wa kwanza unasema hivi: muwe macho na muangalie sana, kwa sababu adui wenu Shetani anatembea kama simba angurumaye, akitafuta ni naye atakaye mumeza. Nataka niregelee, muwe macho na muwe waangalifu, kwa sababu adui wenu Shetani anatembea kama simba angurumaye, akitafuta ni nani atakaye mmeza. Neno hili limemtaja Shetani kama adui wetu mpinzani. Adui wetu mpinzani. Shetani ni mpinzani. Mpinzani ni mtu ambaye anakupinga wewe kwa kile ufanyacho. Na mpinzani siku zote hamwezi mkakubaliana, kwa sababu yeye anakupinga kile unachofanya. Na tulipoanza tulijaribu kuwaeleza Shetani tangu chanzo chake, maandiko inavyosema, na tukatumia mistari ambayo ilimfunua yeye ni nani, na alipopoteza nafasi yake kule mbinguni. Unajua, si rahisi kumshawishi mtu aende mahali hapajui. Hata ukijaribu kumwambia panapendeza namna gani, yeye atakuwa bado anafikiria kunakuwa namna gani huko. Lakini ukiwa unajua mahali unaenda, inakuwa na urahisi wa kuelewa. Sasa shida ya wanadamu na Wakristo leo ni kwamba hatujui mbingu iko wapi. Hata kuna mwanasayansi mmoja, na juzi nilisikia mwingine kwa mtandao. Huyu mwingine nilionana naye macho kwa macho zamani kwa hoteli fulani. Alikuwa ni mwanasayansi amekuja kutoka uzunguni Europe, na yeye ni wale wanasayansi wanaenda kwa mwezi, kwa Mars na kwa space. Na sisi tukawa tunahubiri Injili. Yule mwanasayansi akauliza swali, akasema, nyinyi wa Kristo mnasema mbinguni iko huko juu. Ukiulizwa mnasema ni huko juu.
Mkiulizwa mnasema ni huko juu. Akatuambia ni wapi exactly mbingu iko? Maana mimi nimeenda mara 3 kwa space, na nikifika huko juu sijawahi ona kwa mbali nikaona kamuji kana metameta na mataa vile mnasema, na basi ijulikane hiyo ni mbinguni. Alituchanganya siku hiyo, kwa sababu tulikuwa bado wadogo na tutajua mambo hayo. Lakini sasa nimekomaa, nimekuwa mtu mzima, na mwambia popote alipo, mjinga wewe, unajua jua liko wapi na linatoa mwangaza wake wapi? Kama wewe ni mwanasayansi kweli, unaenda kulala nyumbani. So shetani anajua mbingu ilivyo, alikuwa huko, na maandiko inasema alikuwa mmoja wa wale wakuu wa mbingu. Anajua. Sisi tunajaribu imagine mbingu iko vipi, barabara za dhahabu, hakuna kifo, hakuna mauti, hakuna kulia, hakuna taabu. Lakini shetani alikuwa huko, anajua exactly mbingu inakaa namna gani. Sasa huyo ndiye mpinzani wetu. Ufunuo inasema alipokuja hapa duniani aliletwa na ghadhabu na hana wakati, amejaa wivu, na mtu yoyote mwenye wivu hawezi akataka jema lako. Mtu mwenye wivu atakikusikia unaolewa na mume mzuri, ataanza kutia maneno. Mtu mwenye wivu akichukia unapata kazi nzuri, anaanza kuleta shida. Na hivyo ndivyo shetani alivyo, ana wivu, maana hataki mtu yoyote aende ile mbingu aliyofukuzwa. Hiyo nimekupatia ni chakula ya mafikirio, ili wewe unapowaza pamoja na hekima yako uwaze hilo pia. Kwa hiyo shetani ni mpinzani wetu, anatupinga kwa chochote tufanyacho, na hasa yale Mungu anataka kutufanyia, shetani anapinga kwa mbinu fulani fulani, na tutakuja kuziona baadaye zile mbinu ambazo anazitumia. Kuna kisa kimoja ambapo Danieli alikuwa ameomba mlango wa 10 na mlango wa 9, na alipokuwa anaomba baadaye tena akafunga mlango wa 10. Alipokuwa amefunga aliamua atafunga siku 21, lakini akaomba na hakuna jibu lilikuja, mpaka ilipofika siku ya 24 amefungua, amevunjika moyo, ako disappointed, ameomba for 21 days na hajapata kitu. Akangojea siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, zikawa zimetimia siku 24, siku 3 baada ya kufungua na hakuna jibu. Siku ya 24, yani siku ya 3 baada ya kufungua, ndio jibu lilikuja, na malaika akamwambia usione hivyo. Siku ile ya kwanza ulipoanza kuomba niliachiliwa mbinguni nikuletee jibu, lakini mkuu wa pasha akanizuia siku 21. Kwa hivyo shetani anapinga, na tutakuja kuona hiyo pia. Shetani anapinga kwa njia zozote, anapinga Wakristo wasifike pale ambapo Mungu amewawekea kufika. Na wiki iliyopita tukianza somo hili tuliwaonyesha vile shetani alitoka mbinguni, alikuja hapa duniani. Na shetani kwa sababu ni roho, viumbe vya mbinguni ni vya roho, viumbe vya duniani ni vya mwili. Na shetani hana mwili, alishuka hapa kama roho, na ilikuwa lazima atafute mwili atakaoutumia kwa kufanya kazi yake hapa duniani. Na kwa sababu yeye ni msanii, alitafuta msanii mwenzake, nyoka. Biblia inasema kwamba nyoka ndiye alikuwa mnyama mwerevu zaidi katika viumbe Mungu vya duniani alivyokuwa ameumba, katika wanyama alikuwa ameumba. Kwa hivyo hiyo sitarejelea, tushaeleza. Lakini nikukumbusha tu, nyoka ana uwezo wa kujibadilisha, ana uwezo wa kutambaa polepole kwa kujificha mpaka akafika mahali anapotaka kufanya madhara yake. Nikasema kwamba hata mnyama mdogo, panya tu, nyoka hawezi kumfukuza mbio ati kanyama kadogo. Hata huyo panya tena, nyoka atajificha, ataenda pole, pamoja na sumu yake kali, hawezi akatokezea waziwazi ili watu wakajua. Na tukasema kama nyoka si kama Al-Shabaab, ya kwamba yeye atatangaza waziwazi mimi niko hapa. Hata liwe nyoka likubwa namna gani na sumu yake kali. Na tumesikia kwamba kuna nyoka wengine akikuuma dakika 15 haziishi, unakufa. Lakini bado huyo anatembea kwa kujificha. Hata akiingia kwa nyumba, haingii na katikati ya mlango, anaingia na kona, anafuata ukuta mpaka pale mahali ataona hapa panatosha,
kujificha, ningojee kufanya madhara yangu. Na shetani alitumia hicho kiumbe kwa sababu ya huo ujanja, ili akiingia kwa familia yako, au utajua, utamuona mke wako, utamuona mumeo, utaona mtu mwingine, yeye hutamuona. Utaona madhara, lakini hujui ametoka wapi, maana shetani anapenda kujificha. Na sasa huyo ndiye mpinzani wetu. Petero anasema muwe macho, kwa sababu mpinzani wenu shetani ananguruma kama simba, anatafuta ni nani atakaye mumeza. Kwa hivyo mpinzani ni mtu ambaye hawezi kukubaliana na wewe kwa jambo lolote. Na ninataka nikuonyeshe tabia zaidi nyingi, ili uelewe ya kwamba kinachoendelea maishani mwako huenda ikawa kilianza kitambo. Wewe ujui, unakiona leo tu, unashangaa. Pale kilipotokezea unaanza kupalaumu hapo, kumbe kilikuja kitambo. Hata ujui ameingilia wapi nyoka. Wewe unashangaa vile amekuuma tu, lakini ujui ameingilia wapi. Na wengine mko na shida maishani mwenu, lakini hamjui zilianzia wapi. Sasa imelipuka mahali, unalaumu pale ilipolipuka, lakini kusema kweli, hiyo shida huenda ikawa ilianza kitambo. Nyoka aliingia kitambo. Wewe unaona leo matatizo ulionayo, lakini yalianza kitambo katika ulimwengu wa giza. Kwa hivyo shetani ana majina mengi, na kila jina la shetani linazungumza tabia fulani alionayo. Kila jina la shetani linazungumza tabia fulani alionayo. Wacha niende haraka kwa sababu hii sitachukua muda kama ule muda mwingine, hii itachukua muda kidogo. Na jina la kwanza anaitwa joka. Joka, yani dragon kwa Kiswahili. Na huyu dragon, joka, ni wa zamani, anaitwa wa zamani, ancient, ni wa zamani. Ndio maana China wanamtumia joka kama alama yao ya nguvu na fertility. Na vile lilivyo lile joka la China, nafikiri ndivyo shetani alivyokuwa pale kwanza. Yule nyoka, wacha shetani sasa, nyoka ndivyo alivyokuwa, na miguu akiwa na hali vile alivyo unapomuona. Lakini hili joka hili inaambiwa ni legendary, imaginary, lakini ni shetani ndivyo alivyokuwa. Na hili lina nguvu mpaka tunaona linaweza kutupa moto. Jina la pili anaitwa nyoka. Now, nyoka tumesema tabia zake ni mjanja, anaweza kujipindua, kujigeuza kulingana na mazingira yale ambayo anaenda kuingia. Naye alikuwa mwenye hekima na mdanganyifu, na anaweza kujibadilisha. Kwa hivyo maishani mwa mwanadamu unaweza kuwa kuna vitu vinaendelea maishani mwake, lakini vimekuja kwa njia ya kujibadilisha. Akawa hawezi, na akawa anaishi maisha hajielewi kunaendelea ni kwa sababu nyoka bado ana ujuzi wa kuwa mjanja. Ya tatu anaitwa unajua Kizungu ina maneno mengi kushinda Kiswahili. Devil, shetani. Na devil ama shetani ni neno linaloachilia uovu na hasira, hostile and distraction. Hiyo ndio devil. Jina lingine ni deceiver, na hili nataka ni kueleze zaidi. Mdanganyifu. Shetani anaitwa mdanganyifu, anadanganya. Ukichukua zile tabia nimekueleza za kujificha, za kujigeuza, alafu ni mdanganyifu. Hivyo ni kumaanisha kwamba watu wengi wamedanganyika katika maisha yao. Nimesema kwamba hata dini unayoiamini unaweza kuwa umedanganyika. Ana uwezo wa kudanganya watu wengi wasijue, kwa sababu yeye ana huo ujuzi. Kwa hivyo analetea watu dini, wanasema dini yetu ndio dini namba 1, lakini wasipoangalia inaweza kuwa wamedanganywa wote kwa hiyo dini wanayoamini. Unahitaji mwangaza kuona kitu cha sawa. Hiyo usisahau ya kwamba shetani ni mdanganyifu. Anaweza kukudanganya hata katika maisha yako ya ndoa, ukadanganyika, ukafikiria unaoleka, kumbe unapotezwa. Na kuna watu wamelia kilio mpaka hakuna mtu anasikia. Yeye alikutana na mwanamume ama na mwanamke huko, wakaoana, kumbe ilikuwa mmoja ana udanganyifu. Ghafla binivu
wakagundua kwamba kumbe kulikuwa hapa kuna udanganyifu, mimi sijui. So pole sana, lakini sasa kama Mkristo unanisikiza, ninajaribu kukupatia mwangaza ili upate kujua ya kwamba adui tunayepigana naye ni mdanganyifu. Ni mdanganyifu na ana uwezo wa mdanganyifu kwa kizungu anaitwa deceiver, na ana uwezo wa kushawishi mtu atende mambo ambayo hakutaka. Mdanganyifu ana uwezo wa kushawishi mtu afanye mambo ambayo hakukusudia. Hivyo ndivyo shetani alivyo. Jina lingine anaitwa muovu. Muovu, the evil one. Hili linajieleza yenyewe. Yeye ni muovu. Akija kwako analotaka kufanya ni kufanya maovu. Ufanye maovu na maisha yako, ufanye maovu na wazazi wako, ufanye maovu na kampuni yako, ufanye maovu na mkeo, ufanye maovu. Yaani sasa ukuwe mtu wa kufanya maovu. Maana akiingia ndani yako naye ni muovu, anakushawishi kufanya maovu. Beelzebub. Wakati wa Yesu walimuona Yesu akifanya vitu vya ajabu ajabu, wakasema huyu jamaa anatumia nguvu za Beelzebub. Kwa sababu Beelzebub alikuwa ni muungu wa Kipalestina wakati huo kule Ekron. Naye alikuwa amekuwa na sifa kwa uwezo wake wa kufanya mambo vile anavyofanya ya kigiza. Na walipomuona Yesu anafanya hivyo, wakamuita anafanya kazi na nguvu za Beelzebub. Kwa hiyo jina lingine la shetani pia ni Beelzebub. La saba, na hili pia nataka ni uelewe zaidi. Mushitaki, accuser. Mushitaki, anaitwa mushtaki. Yeye kazi yake ni kushitaki wa ndugu usiku na mchana. Kwanza hiyo ndio alifukuziwa mbinguni. Kazi ya kushitaki, shitaki. Anashtaki, ana accuse. Na kushtaki kwake huku ni kwa uongo. Si kushtaki kwa kweli. Shetani kwa ujanja wake nilivyokueleza, sasa anatafuta kitu akushitaki nako ili uonekane wewe ni mbaya. Mkosane kwa familia, mkosane kwa jamii, mkosane kwa kazi, mkosane mahali popote pale. Na ukiangalia ni kwa sababu shetani kwa ujanja wake ametumia neno la kushitaki kimakosa, false allegations level against you, ili ukosane na watu unaowapenda. Ya nane anaitwa mwana wa uharibifu. Uharibifu, petition. Na uharibifu huu ni uharibifu ambao ni wa kabisa, complete utter destruction. Na shetani unajua ameharibu vitu vingi sana. Ameharibu ndoa za watu, ameharibu hata mabiashara za watu, ameharibu maisha hasa. Mtu alikuwa mzuri akadanganywa, akaharibiwa. Wavulana wazuri wamesoma wakapata marks nzuri secondary, wakaenda university, wakapatana na waharibifu walio na roho za shetani, wakaharibiwa. Mpaka mzazi akaanza kulia, mtoto wake alikuwa mzuri ameharibika. Na wasichana hali kadhalika. Ni muharibifu. Ni muharibifu. Ana tabia ya kuharibu. Kwa hivyo ukumbuke pale mwanzo tumesema ni mpinzani wetu, na hawezi akakubaliana na wewe kwa njia yoyote. Katika safari yake yote anatafuta ni wapi atakupata akupinge, na ni wapi atakuharibia. Kwa hivyo hapa amefika, ni muharibifu. Mtoto wako mzuri akianguka mikononi mwa tabia hii ya uharibifu, utakuja kulia kwa sababu shetani atakuwa amemharibu. Ni muharibifu, son of perdition, muharibifu. Jina la tisa ni mwizi. Ni mwizi, thief. Shetani yeye anajieleza yenyewe. Yohana 10:10 inasemaje? Mwizi haji ila kuiba, kuchinja na kuua. Muharibifu anakuja kuiba, na ashaiba vitu vingi. Ashaiba ndoa za watu, ashaiba pesa, ashaiba uhusiano, ashaiba na ameharibu uhusiano. Watu waliokuwa vizuri, shetani ameingiza wizi wake na ujanja, akavuruga hiyo kitu kabisa. Sasa hakuna kitu kizuri kimebaki, kwa sababu akiiba kisha ana destroy, anaharibu. Huyo ni shetani. Ya 10, mtawala wa giza. Mtawala wa giza. Na tutakuja kuona jinsi gani anatawala shetani kwa ulimwengu wa giza. Katika kitabu cha Ezekieli anaitwa shetani kuwa ni malaika afunikaye, na ana uwezo wa kufunika. Anatawala vipi kwa giza? Giza hili analotawala
ni katika ulimwengu wa anga. Na ukumbuke ya kwamba Mungu alipotupatia utawala, alipotamka baraka akimwambia Adamu, alisema tawala. Tawala wapi? Bahari, dunia na anga. Hizo vitu vitatu Mungu alitupatia katika utawala wetu. Huwezi ukafaulu hapa duniani kama hujaweza kumudu anga. Huwezi ukafaulu hapa duniani kama hujaweza kumudu bahari. Hata ingawaje bahari, dunia ilitoka kwa bahari, lakini bahari ni lazima itutii sisi tunaotawala hapa duniani. Na ukianza kutawala duniani, lazima utawale kuzimu, utawale anga, utawale bahari. Hiyo vitu vitatu Mungu alivitaja, na usifikiri alivitaja bure. Alivitaja kwa sababu nguvu zilizo baharini zinaweza kuharibia utawala wako. Nguvu zilizo kwa anga zinaweza kuharibia utawala wako. Ndio maana alitoa onyo Ufunuo 12. Mungu akatoa onyo akasema, ole wenu. Ole hiyo si kwamba shauri yenu mtafanya nini, ni kusema ya kwamba mjue, muwe mkijua. Ndio Petero amesema muwe macho, muwe mkijua ya kwamba huyo mshitaki wenu, huyo mtawala wa giza amerushwa kwenu baharini na duniani, naye amejaa ghadhabu. Kwa hivyo mambo yale yote ambayo shetani anayafanya kwa sababu nimekutajia majina na tabia zake, alafu ana ghadhabu, tawala wa giza. Kwa hivyo kwa giza akifunika anga yako, malaika afunikaye anaweza kufunika jamii yenu yote. Ukawa kuna wasomi lakini usomi wao hauelewekei unaendekea wapi. Degree hapo kwenu hata zinafanya kushindana, lakini hamuoni maendeleo ya maana. Kwa sababu gani? Anga yenu imefunikwa. Kwenu kuna wasichana warembo, lakini wote hawaoleki. Kwa sababu gani? Wamefunikwa. Unajua kitu ikifunikwa hakuna mtu anaiona. Kwa hivyo hata siku hizi naona watu wanavaa barakoa, anapaka lipstick alafu anavaa barakoa. Nani ataona hiyo? Haionekani, imefunikwa. Kwa hivyo kama mtu anataka kusema wewe ni mrembo, umejiweka mapambo mazuri, yamefunikwa na barakoa. So shetani ana uwezo wa kufunika. Na tukasema mtu akifutwa kazi hapokonywi certificate zake. Kwa hivyo shetani aliposhuka kutoka mbinguni bado ana dalili hizo alizokuwa vile tangu mwanzo. Maana hata maandiko yanasema Mungu akitupatia vipawa hatupokonywi. Kitakuja kuisha polepole, unavyokitumia kwa uovu kitakuja kuisha polepole baadaye. Lakini Mungu hakichukui ghafla. Akikupa kipawa, maandiko yanasema vipawa vya Mungu havirudishwi. Kwa hivyo shetani alikuja na upako wake wa kufunika, na amefunika vitu vingi, mafamilia, mataifa, ndoa, amesifunika na giza. Maana ni mtawala wa giza. Na nikasema ya kwamba unapokuwa unaenda katika giza hauwezi ukaona vizuri. Kwa giza si mahali pazuri pa kuchagua kitu unachopenda. Kwa giza si mahali pazuri pa kutembea ile njia unayotaka. Kwa giza lolote laweza kutendeka pasipo kujua kwako. Unajua kama vile ninavyojua ya kwamba macho yetu sisi wanadamu yanategemea mwangaza kuona. Na pasipo kuwa na mwangaza huwezi kuona ile rangi yako nzuri unayotaka. Unaweza kuwa unataka na rangi nyekundu unaipenda sana kama mimi sasa, lakini usichague nyekundu kwa giza, utaiona nyeusi na utajuta asubuhi ikifika. Utagundua kwamba rangi uliochukua si ile ulikuwa unataka. Ndivyo ilivyo kwa ndoa za wengi, ndivyo ilivyo kwa maisha ya wengi. Wamejigundua ya kwamba kile walichonacho sicho walichotaka, maana giza limewafunika. Nataka nikwambie tutaendelea wiki ijayo kukuonyesha zaidi jinsi shetani anavyofanya kazi. Na hayo mambo ambayo nimeyataja kwa majina yake ndio tutakao tunayatumia kama mbinu zake za kufanya kazi. Jinsi shetani anavyofanya kazi, akitumia dalili za nyoka, tabia zake ndizo anazotumia na kufunika, kama vile maandiko yamesema alikuwa malaika afunikaye. Mpendwa mtazamaji wangu, ni juu yako ujihami vilivyo vya kutosha kuweza kupigana na adui shetani ambaye anatafuta ni nani atakayemmeza. Lakini kwa somo hili utapokea silaha, utakuwa mjasiri na utaweza kupigana vita katika ukombozi wako hadi ufike katika hatima yako. Mambo mengi utayaona tukienda katika hii, yatakuwa yanajifunua ni kitu gani kimekufanya umekwama hapo ulipo, na kwa jina la Yesu utatoka mahali ulipokwama na utaelekea destiny yako. Nataka nikuombee mchana wa leo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtazamaji wangu ambaye Bwana amekuwa mwaminifu kutufuatilia katika mtandao huu.
Neno hili liwe baraka kwake, limfungue macho, limtie nguvu na limuwezeshe kuwa mpiganaji aliye na silaha, aliyesimama wima kama Waefeso wanavyosema, aweze kupigana vita, aweze kushinda na kufika katika destiny yake. Tie nguvu, msaidie, simama naye. Asante kwa ajili ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Mungu akubariki unavyoendelea kutungojea wiki ijayo, na kuombea uendelee kuwa mwaminifu katika Bwana, kwa jina la Yesu. Amen.